DW Kinagaubaga. Tunaungana na Profesa Mohamed Yakub Janabi, mkurugenzi wa kanda Afrika, shirika la afya duniani WHO, katika maadhimisho ya World Health Day, siku ya afya duniani kwa mwaka 2026. Kauli mbiu wanasema Together for Earth, Stand with Science, pamoja kwa afya, simama na sayansi, tukizungumzia mwelekeo wa afya barani Afrika kutokana na mapambano dhidi ya milipuko, upatikanaji wa chanjo, ufadhili wa afya hadi mustakabali wa usalama wa afya ya umma. Profesa, asante kwa kuungana nasi na karibu katika Kinagaubaga. Asante sana. Umejizolea sifa sana kwenu Tanzania kwa kuhimiza ulaji wa mpangilio. Lengo ni lile lile, jamii kuwa na afya bora. Unadhani umefanikiwa? Kwa sababu unaona wakati fulani pengine kunatokea dhihaka, kejeli. Labda nikupe perspective moja ujue kwamba ukubwa wa hili tatizo. Sasa hivi bara letu la Afrika 32% either wana uzito mkubwa au wana uzito mkubwa kupitukia, meaning kwamba either wana overweight au wako obese. Sasa unapoongelea bara ambalo lina watu zaidi ya bilioni 1.3, unaongelea watu milioni 500. Ukitaka kujua tatizo sio dogo, kwa sababu wote tunajua athari za uzito kuwa mkubwa kupindukia. Inakupelekea kwenye mambo mengi, vifo vya mapema. Asilimia kubwa ya watu wanaofariki kabla ya umri wa miaka 70 inatokea kwenye nchi zetu zinazoendelea, Afrika na huko Asia. Unaongelea magonjwa ya moyo, unaongelea magonjwa ya kisukari, unaongelea watu kupata dementia mapema kwa sababu ya mafuta kuwa mengi. Sio kitu kidogo sana, kwa sababu tunapoongelea magonjwa yasiyo kuambukiza, gharama zake ni kubwa mno. Mimi ni daktari wa moyo. Na sasa hivi nasimamia afya za Afrika. Wastani tu kumwambia mgonjwa wewe una tatizo la moyo kwa kutumia kipimo cha uhakika zaidi, ile angiography, ni kati ya dola 700 na dola 1000 kukuambia sijaanza matibabu. Ni wastani wa milioni 2 pengine na nusu kwa fedha za Kitanzania. Milioni 2.5 almost. Kwamba watu wanafanya dhihaka. Nikwambie ndugu mtangazaji, wanafanya dhihaka kwenye social media. Mimi nilipokuwa bado naishi Dar es Salaam, mimi nasimamishwa barabarani, asante sana bwana, nimepunguza uzito, asante sana sasa hivi najisikia vizuri, asante sana sasa hivi nafanya mazoezi. Kwa hiyo zile dhihaka ni hulka zetu, ni culture zetu, lakini deep inside nafikiri ujumbe umefika. Sasa kunikumbuka mimi unapoanza kula ni kwamba somo limeingia. Katika muktadha wa Afrika, kauli mbiu kwa mwaka huu inasema pamoja katika afya, simama na sayansi. Ina maana gani hasa, ikizingatiwa kuongezeka kwa upotoshaji wa taarifa za afya na kupungua kwa imani ya jamii na hasa katika sayansi? Asante. Juhudi za afya ya umma zinategemea sayansi na ubunifu. Zimeleta mafanikio makubwa, kwa sababu kama huna takwimu huna haki ya kuzungumza. Chanjo zimewalinda mamilioni dhidi ya magonjwa yanayozuilika. Sina uhakika lini umewahi kumuona mtu barabarani ana makovu ya ndui katika kizazi cha sasa. Sijamuona. Mimi sikumbuki, lakini nilipokuwa mdogo nilikuwa nakutana nao kila siku kwenye mitaa. So uwekezaji katika afya ya mama na mtoto umepunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga. Tizama hapo Tanzania. Rais Samia alipoingia huyu, vifo vilikuwa 556 katika kila vizazi 100,000. Mwaka jana kapata zawadi, kapunguza mpaka 104. Mimi nimetoka Mauritius karibuni hapa. Ni vifo 45 kwa kila 100,000. Kwa hiyo sayansi ni kitu muhimu sana. Afrika imeendelea kukabiliwa na milipuko kama Ebola, Marburg, COVID-19 imekuwa kisikika, inaendelea na kurudi na mengineyo mengi kimfumo. Mnafanya nini katika kuhakikisha kwamba mambo Afrika, Tanzania ikiwemo, yanakuwa mazuri katika jambo hili? Kuimarisha ugunduzi wa mapema na uchunguzi sahihi wa magonjwa, hilo ni mkubwa zaidi. La pili tunalofanya, nguvu kazi ya afya, kuongeza na kuboresha mafunzo pamoja na usambazaji wa wahudumu wa afya. Lakini mimi nilikuwa Uingereza kama wiki 3 zilizopita kuongea na NHIS kwamba sawa, sisi kati ya mwaka 2022 mpaka 2024 Afrika tulitoa wataalam 500,000, lakini sasa kama katika kila wataalam 10, 4 wanahama
kwenye bara letu kuja kwenu. Kwa hiyo tulichokuwa tunazungumza, hatuzuii watu kuondoka, lakini wewe unayepata nchi ulioendelea, whether ni Ujerumani, Uingereza, Marekani na kadhalika, mnafanya nini kutufidia sisi ili tuendelee kufanya training? Vinginevyo utatuambia kila siku nguvu kazi hazitoshi. Of course hazitoshi. Na tumefanya majaribio sisi Zimbabwe mwaka jana kwa kutoa fedha kwa serikali ya Zimbabwe. Watu 61% wameacha kuondoka. Kwa hiyo tunaongea na wenzetu. Vile vile kama shirika la afya tuna mifumo ya ugavi na mifumo ya afya kidijitali kuhakikisha upatikanaji wa vifaa muhimu na matumizi ya teknolojia katika huduma za afya. Na mwisho kwenye hili, ufadhili, utawala na ushirikiano. Na sisi kama shirika la afya kanda ya Afrika tunaimarisha uwekezaji wa ndani, uratibu wa wadau na ushirikiano wa kikanda na wa kimataifa. Kuhusu upatikanaji wa chanjo, ni kikwazo gani hasa vikwazo gani vikubwa vinavyokwamisha Afrika? Na je, WHO Afrika inaamini kwa dhati kwamba bara linaweza kujenga uwezo wa kukabiliana kuzalisha chanjo zake kwa kiwango kikubwa? Kwanza nafikiri unafahamu kwamba Afrika karibu chanjo 99% tunaagizia kutoka nje. Pili, tumepata fundisho kubwa kipindi cha uviko 19 kwa kuwa wa mwisho kupata chanjo, kati watu wanapata booster, sisi tuko. So kubwa hapa ni vikwazo vya kiufundi, uwezo mdogo wa utafiti, maendeleo na uhamasishaji wa teknolojia. Sasa hivi kuna hamasa kubwa ya kisiasa katika local manufacturing kwamba tuanze kuzalisha chanjo zetu wenyewe. Kwa hiyo hilo linaendelea kwa kushirikiana na sekta ya watu binafsi. Mkondo wa sasa, tuzungumzie mkondo wa sasa wa Marekani. Kuna nchi kadhaa zimekataa msaada kutokana na masharti magumu ya kisera, inaelezwa kiuchumi, kiusalama na mengine. Mataifa mengine unayafahamu, kwa mfano inatajwa Zimbabwe dola milioni 350 msaada wa kiafya. Kwanza kuna masharti gani hao wanasema magumu? Wewe ni mdau muhimu. Hili halina jibu la moja kwa moja, ndugu mtangazaji, kwa sababu unaposikia bilateral ina maana kwamba sisi tuna wanachama 47 kwa Afrika, kwa Afro, kwenye shirika letu la afya. Nchi kama Marekani inapokwenda kuzungumza na nchi moja inazungumza moja kwa moja na hizo nchi, whether Zimbabwe, whether ni Zambia, ni Kenya, ni Tanzania na kadhalika. Kwa kiundani kila nchi imepewa mikataba yake. Muhimu tu, sio kitu kibaya. Muhimu ni kwamba nchi husika zinatakiwa kusoma kwa makini, kuhakikisha kwamba kuna faida kwa pande zote mbili. Nafikiri hili ni kila nchi linaweza likajibu kwake kisa sahihi. Mamlaka nyingi barani Afrika zimekuwa na changamoto ya kuweka wazi taarifa za kuzuka kwa magonjwa ya milipuko, Tanzania ikiwemo, na hata kugharimu wakati mwingine ajira au nafasi za wakuu wa taasisi za afya. Magonjwa ya milipuko yanakuasiri au taarifa zake zinakanushwa. Bila shaka tatizo hili unalifahamu. Umekuwa sasa mkurugenzi wa WHO kwa Afrika, unalitazamaje na pengine utatuzi wake unafikiri utakuwa upi? Okay. Nafikiri unachosema ni kweli kabisa, kwa sababu kama nchi ikificha ni kwamba hatari yake sio kwa hiyo nchi husika tu, lakini ni kwa dunia nzima, kwa sababu watu wanasafiri sasa hivi. Mimi naweza kunywa chai Tanzania, nikala lunch Uingereza, nikaja kula breakfast inayofuatia Marekani. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha nchi kutoa taarifa mapema, kwa sababu kwanza hata kiuchumi tumeona kwenye Ebola hii ya mwisho iliyotokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tulijulishwa mapema. By siku ya 4 sisi tulikuwa tayari tuko Bulape pale palipotokea, ambayo ni safari ya gari ya siku 5 kufika kule. Ni kitu ambacho tunaendelea kutoa elimu kwa nchi. Umekalia kiti cha ukurugenzi wa kanda ya Afrika kwa shirika hilo kubwa kabisa duniani, WHO. Ipi changamoto unayotafakari wakati wote kichwani kwako? Linalofanya nikose usingizi kusema za kweli, na nalifikiria kila siku, na ni kitu ambacho nakifanyia jitihada usiku na mchana. Bara langu liwe na mfumo wa afya msingi ambayo nitamfikia yule aliyekuwa kijijini kule Tandaimba, Ruvuma, na kuweza kuzuia haya magonjwa ya mlipuko, kuzuia magonjwa yasiyokuambukiza. Profesa Mohamed Yakub Janabi, mkurugenzi wa kanda ya Afrika WHO, asante sana kwa muda wako na kwa kuungana nasi katika mahojiano haya ya Kinagaubaga. Kila laheri, asante sana.